Ningependa pia kuwashauri na kuwaonya ndugu zetu wa Chadema na upinzani kwa ujumla. Kuna jambo ambalo tunaliona hapa linawaponza. Wanatoa matamko ya ajabu ajabu na wakati mwingine ndio wanaingiza kwenye matatizo. Matatizo ya kisheria. Kwa mfano, nikiunganisha na yale ambayo wanazungumza leo, tutakwenda kuhutubia taifa na nini. Kuna shida hapa siku hizi Kiswahili kimoja kinaitwa kamdomo. Kinachowaponza ni kamdomo. Wana mdomo. Na kwa mfano hata hilo lililompata Lissu. Ni mdomo. Analizungumza jambo. They are not selective to what to say, where and when. Sasa hiyo ndio kitu inawaletea shida. Kamdomo. Na ndio imemuingiza Lissu matatizoni. Binafsi natamani na ningeomba namuombea kwamba matatizo hayo yaishe, apate nafuu kulingana na hilo, kwa sababu liko kisheria na wala mtu asije akafika na umozi nini imefanyika hivi, wanakuja na operation free Lissu. Hapana. Kamdomo. Wewe unaposema utakinukisha, sasa unafikiri kinaenda nini? Kamdomo kanawaponza. Ni kama hivyo nao wanakuja na kamati ya katiba wafanyaje. Huko bado tu ni kamdomo. Wawe waangalifu na matamshi wanayoyatoa mbele ya umma. Asante.